Na leo tunaanza rasmi ziara katika mkoa wa Manyara. Kwa ndugu zangu, nimefurahi sana kufika hapa kwenu. Anasobai kaya sinenal anasobai bwana na nimeona na watani zangu saita haidoma nase. Nimekuja ziara ya kawaida, na niombe kwanza niwaletee salamu za Daktari Samia Suluhu Hassan, rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye amenituma niwasalimie sana. Anawapenda sana na anatambua kazi kubwa mnayoifanya, na kwa mahususi kabisa amesema niwafikishie salamu na viongozi wetu wa dini. Asanteni sana, mmeendelea kuwa na kazi kubwa ya kuiombea nchi yetu. Lakini pia pokeeni salamu za viongozi wetu, Makamu wa Rais Daktari Balozi Emmanuel Nchimbi pamoja na Daktari Hussein Mwinyi, nao wanawasalimia sana. Ndugu zangu, katika kupita kwangu nakuja na salamu, lakini pia napita kujionea shughuli za maendeleo. Nimeiona barabara kama ambavyo Mheshimiwa mbunge alisema, na nitapita kote nione kote jinsi ilivyo. Lakini pia napita kukagua miradi yetu ya maendeleo. Nimeelezewa habari ya jengo hili ambalo tumetoka kumaliza ratiba yake, lakini pia tutaendelea na kwenye miradi nyingine. Lakini sio hilo tu. Katika kuleta salamu, ninayo heshima kubwa kuwaomba sote tumpongeze sana Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kazi kubwa anayoifanya. Ninyi mmepata fursa ya kusikia haya yaliyosemwa katika jimbo lenu. Mimi huu ni mkoa wa 4 sasa katika ziara. Napata fursa ya kuona miradi mbalimbali ya maendeleo katika majimbo mbalimbali. Ni kazi kubwa inayoleta heshima kwa taifa letu. Na mara nyingine mzigo mzito ukibebwa na mwenye nguvu huwa unaanza kuonekana ni mwepesi. Mimi niwaambieni, kazi hii aliyofanya Daktari Samia Suluhu Hassan, ambayo matokeo yake tunayaona leo, ni matokeo ya dhamira ya dhati ya kutatua kero za Watanzania. Hii imetokana na kujituma kwake, lakini pia ikiongozwa na dhamira ya dhati ya kutaka kuona maendeleo endelevu ndani ya nchi yetu. Ingekuwa kawaida tu, yeye ni rais wa awamu ya 6, basi angekuta haya mambo yangeshafanywa. Ingekuwa mepesi tu, yangeshafanywa. Leo tunavyoongea tumeonyeshwa jengo hili hapa, na Mheshimiwa Naibu Spika akasema na kule Babati. Niwaambieni, ndani ya kipindi cha takriban miaka 4 na sehemu hivi, amejenga majengo 143 ya utawala kama hili hapa. 143. Lakini si majengo ya utawala tu. Alikuta tuna wilaya zaidi ya 100 hazina hospitali ya wilaya. Ndani ya kipindi cha miaka takriban 4 na sehemu, amejenga hospitali za wilaya 119 complete, kamili, zenye hadhi ya hospitali ya wilaya 119 ndani ya kipindi cha takriban miaka 4 na sehemu hivi. Kulikuwa na makao makuu ya tarafa hazina vituo vya afya na kata za kimkakati. Ndani ya kipindi cha takriban miaka 4 na sehemu, amejenga vituo vya afya
649. Amejenga zahanati zaidi ya 2700. Vifaa vya uchunguzi wa kibingwa, tulikuwa na MRI Dar es Salaam tu, yenye hospitali zilikuwepo pale, ukiweka na za hospitali binafsi zilikuwa kama 6 hivi. Sasa amenunua hospitali zote za kanda na za rufaa MRI. Hakuna mambo ya kusubiria kwamba kwenda kupata vipimo hivyo mpaka Dar es Salaam. Kulikuwa na CT scan kama 12 hivi. 12. Kwa mpigo kanunua 32. Kwa hiyo kila hospitali ya mkoa ina mitambo hiyo ya uchunguzi wa kibingwa. Hata kwenye maji, kwa kutambua tuna wilaya kame kama Kiteto hapa. Juzi nilikuwa kule Longido, kama Longido. Tulikuwa na mitambo 3 ya kuchimba maji nchi nzima, kwamba mtambo huo ukiwa Kasulu ndio msubiri hapa Kiteto. Ndani ya kipindi cha miaka 4 na sehemu amenunua mitambo ya kuchimba maji, kila mkoa na mtambo wake. Kila ukanda na mtambo wa kuchimba mabwawa. Kila ukanda na mtambo wa kupima wapi maji yapo. Kwa hiyo leo hii ikitokea eneo linakosa mpaka hata kisima, mpaka hata bwawa la kukinga tu weka tuta, huu utakuwa ni uzembe wa watendaji, utakuwa uzembe wa watumiaji wa mitambo hiyo. Yeye rais alishatimiza wajibu wake. Au ninyi Kiteto mnataka na kuchimba kisima aje asimamie mtambo huko? Ametimiza wajibu wake. Na mimi ndio maana nafuatilia kuona kazi zinafanyika katika maeneo yetu. Tulikuwa na shida za shule. Mheshimiwa mbunge wetu ametupa takwimu za shule zilizojengwa hapa. Jambo hilo limefanyika nchi nzima. Kwa nchi nzima amejenga madarasa 79 kwa mpigo. Shule za msingi zaidi ya 2700. Shule za sekondari zaidi ya 1300. Na shule moja kwa kila mkoa maalum kwa ajili ya wasichana. Na shule 103 maalum kwa ajili ya mafunzo amali. Hii ni kazi inayofanywa na kiongozi anayejali ustawi wa wananchi wa nchi yake. Ndio maana sasa nasema sisi wasaidizi wake tunaokuwa katika mikoa yetu, nimewatahadharisha mapema kila mkoa ninakopita. Tuna mitambo ya kuchimba maji na sasa tunaandaa bajeti. Miezi 6 baada ya bajeti mpya kuanza kutekelezwa, sitaki kuona wanafunzi wanabeba vidumu vya maji. Maji yachimbwe kwenye kila shule. Mitambo ya kuchimba maji ipo kila mkoa. Hakuna sababu ya kuwa na eneo tunakosa maji hata ya kisima. Na maeneo ambayo tunakosa maji ama yanatoka ya chumvi, yale ya mvua hayajagi na chumvi. Tuna mtambo wa kuchimba mabwawa kila ukanda. Tuache mambo ya kuzoea matatizo. Kuna watu wamezoea matatizo, hawataki watoke kwenye matatizo. Hawataki vitu vikubwa. Mitambo ipo. Kama tunakosa maji chini, rais aliliona hilo, akaleta na mitambo ya kuchimba mabwawa.
Hahitaji kuleta wazungu kuweka tuta maji ya Tuame lipatikane bwawa. Kila kona maji yanazagaa. Na nimetahadharisha kabla ya budget. Miezi 6 baada ya budget mpya, sitaki kusikia habari ya kila mwanafunzi kafunga kijigudulia kwenye mkanda hapa. Na mitambo tunayo. Sitaki kusikia zahanati, kituo cha afya, shule ya msingi, shule ya sekondari eti haina maji. Fanyeni hiyo sensa, mjue maeneo ambayo bado hayana maji, mjue maeneo ya shule ambayo bado hayana maji, mjue maeneo ya zahanati ambayo bado hayana maji. Wekeni kwenye budget kama moja ya jambo la kipaumbele. Kila siku naona vibali vya kuomba kununua magari, hapo watoto wanatembea na vigudulia kiunoni. La pili, miezi 6 baada ya budget mpya, sitaki kusikia shule ya msingi, ya sekondari, zahanati, kituo cha afya eti kuna upungufu wa matundu ya vyoo. Tunakuwaje nchi tunayoweza kujenga reli ndefu kuliko reli zote Afrika, alafu watoto wetu wapange foleni kwenda kujisaidia? Na maeneo mengine tatizo wala sio fedha, tatizo ni kupuuza, kuzoea shida za watu. Nimepita mkoa mmoja pale, nikakuta wamepewa fedha ya matundu ya vyoo tangu mwaka jana, mwaka mzima wako na fedha na watoto wanapanga foleni kwenda kujisaidia. Nikasema kama hiyo shule iko karibu na ofisi ya mkurugenzi, wapelekeni watoto wote wakajisaidia ofisi ya mkurugenzi na afisa elimu. Mambo ya ajabu ajabu. Fedha iko mwaka mzima, matundu ya vyoo. Matundu ya vyoo. Lakini fedha imeshakuja. Na mimi ndo nimepewa majukumu haya ya kufuatilia usimamizi wa shughuli za serikali, udhibiti. Maanake maeneo mengine fedha zinakwenda kwa ajili ya mradi, watu bila aibu, ubinafsi wanagawana. Nimepita wilaya moja pale, wamepewa fedha ya jengo, wamelipana posho zaidi ya milioni 300. Zaidi ya milioni 110 wamempa mkandarasi, hata mkataba hana. Haijulikani wamempa za nini. Maana yake inawezekana wamezitanguliza ili wakazichukulia kule mtaani. Nikamtuma waziri, nikamwambia nenda kafyeke wote, uanze upya pale. Fyeka wote, anza upya. Haya mambo haya ya watu kupata nafasi na kudhani wao ndio wameshakuwa Watanzania na nusu wengine ni nusu wa Tanzania, hayakubaliki. Fedha ya maendeleo lazima itumike ilivyokusudiwa. Kila mtu aheshimu mahitaji ya miradi ya maendeleo. Na nimeelekeza miradi ya maendeleo isiwe siri. Na wala fedha za maendeleo zisiwe siri. Miradi ya maendeleo tangu lini imekuwa siri? Kwamba ninyi tu ndio mnaweza kutunza siri za miradi ya maendeleo na fedha za miradi ya maendeleo. Hicho ni kutengeneza kichaka cha kuiba. Tusijue zilikuwa ngapi, tusijue ilikuwa mradi gani. Sasa nimeelekeza rasmi, ukipokea fedha zinazokuja mkoa wa Manyara, fedha za miradi zikishafika, nakala apewe mkuu wa mkoa. Na fedha zote zinazotumwa kwenye mawilaya, nakala apewe mkuu wa wilaya, nakala apewe mbunge, nakala apewe mwenyekiti wa halmashauri,
na zikishaenda kwenye maeneo yanayotekeleza miradi na madiwani wapewe nakala. Miradi ya maendeleo sio siri. Fedha ni kodi zetu wenyewe, inakuwaje mkishapokea inakuwa siri? Kutengeneza vichaka vya watu kutaka kuiba, kujinufaisha. Mama yetu kule rais ahangaike kutafuta fedha, alafu huku mchwa wanatengeneza vichaka vyao. Hili alikubaliki. Sasa hata hapa Kiteto nimeambiwa na ninyi michezo ya aina hiyo ilikuwepo. Nilikuwa naangalia mnavyohangaika mnipeleke mradi gani. Mimi nikawa nawaangalia tu. Na nikawaambieni mimi nimekuja kutembea huko. Nina taarifa zote. Nina taarifa zote. Nina taarifa zote kilichofanyika kwenye jengo hili. Nina taarifa hata kilichofanyika kwenye jengo la halmashauri ambako hamjanipeleka. Ndio. Imeletwa fedha hapa ya mradi. Watu wamegawana fedha. Katika kukimbizana ndio wakarudisha fedha ile. Kwa walishatuibia, tusingewaona. Mkuu wa mkoa nakushukuru kwa hatua ile iliyochukua ya fedha zikarudi, majengo yajengwe. Sasa naelekeza kamanda wa TAKUKURU niletee taarifa za mmoja na ushiriki wake. Hii ilikuwa hatua ya kwanza. Hatua ya pili, lazima hatua za kisheria zichukuliwe. Hatuwezi tukawa tunaenda na utaratibu wa mazoea wa aina hii. Mheshimiwa Waziri, itakapotoka taarifa ile, wale waliochukua fedha pamoja na kurudisha, hatukuwatuma kuja kugawana fedha hapa. Tuma timu ya maadili, hatua za kinidhamu za watumishi wa umma na zenyewe zichukuliwe. Hatuwezi tukawa tunaviziana kwenye fedha ya umma namna hiyo, kwamba wakiniona naondoka nazo, wasiponiona naondoka nazo, eti wakiniona narudisha. Upumbavu. Niliwasimamisha wengine kule hivyo. Eti wamekuapua fedha za jengo, baada ya hapo wameacha BOQ iliyopelekwa kwenye jengo. Wamejenga, tumesema ziwekwe nondo 8, wao wameweka 4. Tumesema za milimita 16, wao wameweka 6. Baada ya hapo wanasema tutarekebisha kwa fedha zenu. Mna fedha nyinyi ya kuikopesha serikali? Upumbavu mtupu na huu. Mnaiba hapo baadaye mseme mnatengeneza kwa fedha yenu wenyewe. Yenu ya kutoka wapi? Kamanda wa TAKUKURU niipate taarifa hii kabla sijamaliza ziara ya mkoa wa Manyara. Mmoja na ushiriki wake. Mimi nachukia uzembe, nachukia uvivu, nachukia wizi. Hata kama tuko kwa Kwaresima na mwezi mtukufu, hawa lazima wakipata cha moto. Wananchi hivi, ninyi mnajua, mimi nimeshakuwa Wizara ya Fedha pale. Najua hakuna Mtanzania analipa kodi kwa sababu ana mapesa mengi sana. Watanzania wanajibana, hawalipi kwa sababu wana ziada, wanajibana kwa sababu wanataka hospitali, wanajibana kwa sababu wanataka shule, wanajibana kwa sababu wanataka watoto wao wasome, wanataka watoto wao watibiwe, wanataka wazazi wao watibiwe. Leo hii tuje tupate wengine kakikundi hivi wajigawie kwa sababu ya nafasi walionao. Hii haikubaliki.
Kamanda, nipate kwa sababu ya michezo iliyofanyika ile, nipate taarifa mpaka ya mapato ya ndani, mpaka ya makusanyo ya ndani, minada hii, nipate na yenyewe. Nipate fedha za kwenye minada zinakusanywaje na zinatumikaje. Hakuna kufanyiana ustaarabu kwenye mali ya umma. Ndio. Kwa hiyo niliona niseme na mengine nitasema siku ya majumuisho baada ya kupata hizi taarifa. Nitapata mengine nitasema wakati wa majumuisho baada ya kupata hizi taarifa. Watu wafanye kazi. Watu wamezoea matatizo ya watu, kupuuza kwa sababu wao hayawapati, wanapuuza matatizo ya wengine. Muundo wa serikali wa nchi yetu, muundo wa utawala, tumepeleka serikali mpaka walipo wananchi. Hakuna sehemu ndani ya nchi hapana serikali. Kila eneo, kwenye kipande kidogo, kila eneo tuna kipande na uongozi wa serikali upo. Kijijini tuna mwenyekiti, tuna mtendaji wa kijiji. Unatokea uonevu pale pale, unatokea uonevu pale pale, migogoro pale pale, kila mtu haangaiki nayo, bize na umbea na mambo ya binafsi. Tuna serikali mpaka ngazi ya kijiji. Linakuwaje jambo mwaka na mwaka tunaimba hilo dogo linaloweza kutatulika? Tuna uongozi kwenye kata, tuna uongozi kwenye tarafa. Inakuwaje? Tuna uongozi kwenye wilaya. Inakuwaje mwananchi mpaka aende kwa mkuu wa mkoa? Na ofisi zote ameshafika. Wananchi wengine wanakwenda mpaka kwa rais. Hawa wengine wote na tatizo hili lilishafika na linatatulika. Ndio maana nilipofika halmashauri moja nikakuta miaka miwili fundi amewajengea vyoo tu milioni 2, miaka 5 anawadai. Nikasema ili waone uchungu, ngoja wagawane, wamlipe kutoka kwenye fedha ya mfukoni mwao. Mambo ya kupuuza shida za watu. Sasa nimeelekeza, nitaanza kutaka wale wengine wanaodhani ni moto wa ziara tu, nitataka jedwali linaloonesha kila mtu ametatua kero za wananchi gani kwenye eneo lake kila mwezi. Ndio. Hii mambo ya kusikiliza watu haitakuwa jambo la ziara tu. Nitataka kila mwezi nione kila mtu ametatua kero gani, alipokea kero gani imetatua, kero gani ameipandisha juu. Haiwezekani wananchi wao wanafanya mambo ya serikali na watumishi wa serikali na watumishi wa umma wapo. Kama mnataka kila mtu binafsi afanye kazi hizo mwenyewe, afanye ufuatiliaji yeye mwenyewe, sasa tunawalipaga wa nini?
Rais kanunua mpaka magari, ngazi mbalimbali, kila eneo kuna magari na mafuta yapo, lakini mnatumia kwenye semina tu na mikutano. Mbona walimu wanaweza? Mtoto namba yake ya mtihani ikikosewa, mtoto wa shule ya msingi namba yake ikikosewa, si naibu spika tulikuwa tunaita nini zile TSM9 sijui nini, ikikosewa sijui nini imekuja, mwanafunzi mmoja haipo, mwanafunzi haendi mbali zaidi ya kwenda kwa mwalimu mkuu pale. Mwalimu mkuu ataenda katani, kama sio la kwenye kata, yule wa kata ataenda mkoani, wilayani, yule wa wilaya ataenda mkoani, wa mkoani ataenda taifani. Baada ya hapo namba inamkuta mwanafunzi pale pale shuleni. Nini wengine huku inashindikanaje mpaka mwananchi yeye ndo amtafute mkuu wa mkoa? Mtu anahangaika mwezi mzima anamtafuta mkuu wa mkoa, na kwenye wilaya alishafika, kwenye kata alishafika, kwenye kijiji alishafika. Sasa wananchi sasa hivi ukienda ofisi ya serikali ya umma, ukienda kwenye ofisi ya umma ama ofisi ya serikali, ofisi yoyote ambako una jambo lako umepeleka, kwanza usiondoke bila kuandika kwenye kitabu kile, na uandike na shida uliyoipeleka. Wakikufukuza fika ngazi ya juu uelezee na hicho, ili tuweze kushikishana adabu. Nitakuita, nimekuona. Tunataka ofisi za umma, tunataka ofisi za umma zitatue kero. Tunataka ofisi za umma zitatue kero za watu. Ofisi wasizoee matatizo ya watu na kuyaona ni jambo la kawaida. Unapelekewa matatizo, unapelekewa kero, unapokea kama salamu tu, unaendelea na shughuli zingine. Sasa la mwisho kabla sijawaleta mawaziri, tutapata fursa ya kusikiliza watu wawili watatu hivi, ili mawaziri watakapokuwa wanasalimia wajibu na hizo kero. Sasa kabla sijaenda kwenye kupokea hizo kero, niseme neno moja tu. Kiteto oye! Niseme neno moja. Mna mbunge makini sana. Mna mbunge makini sana. Wakili msomi, anajua kujenga hoja, anajua kufuatilia mambo ya jimbo lake. Na leo hii mmeona amewaambieni wakati anaongea hapa, hajaja tu kuongea hapa jukwani. Mimi nimeshaonana naye, amenielezea hizi hoja na zingine ambazo hata hajaweza kusema kwa ajili ya muda, ameshanielezea. Mbunge mfuatiliaji, mbunge anayejali wananchi wake. Sasa muendelee kumuunga mkono. Mmenipata ndugu zangu? Mmenipata ndugu zangu? Haya, sasa niwaombe sasa tusikilize utaratibu. Tusikilizane basi, tupeane utaratibu.